Karibuni wandugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku. Mimi binafsi gisi munaona hapo niko mji wa Uvira. Nimepandisha drone ili nipate kuona hali iliyo katika jiji la Uvira. Kwa hiyo utatufata kwa makini na kuona jiji la Uvira gisi lilivyo kwa hali mbaya. Viongozi wote walishakimbia na hewa ingali katika heka kabisa. Gavana makamo wa jeshi, polisi na watu wote. Tufate kwa makini. Wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, mtatusamea kwa sauti maana tuko barabarani. Leo siku ya tatu tariki 10 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Ni ndugu Amisi Mwanuke ambao napatikana Kilibula nikizunguka upande wa Kalamabenge. Na kwa haraka ninaujiana na ndugu mwingine mwandishi ambaye atajitambulisha, ambaye kwa sasa anatoka upande wa Mulongwe akiteremkia kwenda Kasenga. Jambo ndugu. Jambo bwana mtangazaji, jambo pia kwa wasikilizaji wote wa radio TV Ngyoku. Ndio, labda watu wangependelea kabisa kukufahamu. Mimi ni bwana Patience Musa Pardone, ni mtangazaji kwenye Radio Reference Congo FM ambayo inafanya kazi pia hapa Uvira. Ndio, asante sana ndugu mwandishi na mtangazaji wa habari. Baada ya sisi kuamka Uvira, tumeona ya kwamba radio zote hazikufungua isipokuwa radio yako. Kwa nini binafsi ulijitoa kabisa kwa kufungua radio wakati kibaridi kimeingia katika jiji la Uvira? Unajua bwana Amisi, habari inakuwa kama ni tiba wakati huu. Watu kukosa habari wanajiundia habari, watu kukosa habari wanaikaa katika psikozi, wanaikaa katika pumbuwazi, wanaikaa katika kutofahamu. Sasa radio zinakuwa zenye kupatia raia habari, zinakuwa pia zenye kuwapatia nafasi ya kutoa habari na nafasi ya kuchangia mawazo yao. Sasa sisi wote tukibaki kimya tutakuwa kama watu ambao tulikuwa tunafanya kazi par opportunite, na wakati mgumu hatuwezi weza kufanya kazi zetu. Ndio kwa maana tulitambuka mipaka ya boga, ndio tulikuwa na boga kutoka manyumbani kwenda kuanza makazi. Tulitambuka niveau ya woga, tulitambuka niveau ya psikozi ambazo zinarenyemu kichwa, ili tuende tufanye kazi kama ilivyokuwa kawaida. Tunaifanya katika hali nzuri, tunaifanya pia katika hali isiyokuwa nzuri, kama leo hii tumejitolea kufanya hivi. Hongera sana ndugu mwandishi na mtangazaji, asante kabisa. Na sisi hapa Kilibula tumeamka, hali ni baridi kabisa, na nilikuwa nikipandia kwa mguu, hakuna pikipiki. Nikienda nazunguruka nikafika mpaka kwenye kilalo cha Kalamabenge, mtu moja njiani, na hewa ambayo ilikuwa heka huko Kalundu. Jana tuliteremkia huko tukuja kuona hao wanajeshi. Sijua upande wako Mulongwe na sehemu mbalimbali ambao umepitia, imepitaje huko? Labda tuanze na hali ya jana magharibi, ambapo barabara ilikuwa inafurika majeshi toka sehemu za mapambano. Walikuwa na mguu wakitembea, walianza na mainite za wapantera ambazo zilikutaniwa katika mji wa Uvira. Ilifuatwa na mainite za waibu ambazo zilikuja hapa, hakuja pita wiki moja kwamba wanakuja kusaidia wenzao kwa mapambano, na punde tu walianza kurudi na wamoja kutupa hata vifaa vya vita kwenye barabara. Usiku milio ya risasi ilianza kurindima sehemu za Kavivira hadi sehemu za Mulongwe na nafasi zingine zote, huku uizi wa simu na kunyang'anya kila kitu ambacho wananchi walikuwa nacho uliendeshwa. Hivyo pia kulishuhudiwa nyumba fulani ambazo zilitembelewa na watu wenye kusikilia silaha. Sitawaita wanajeshi kwani hatukuweza kuwatambua vizuri, lakini duru nyingi tulizojiana nazo wanasema ya kwamba ni wanajeshi
wa FRDC ambao walikuwa wanatoka kwenye mapambano, labda walikuwa wanajitafutia mkate wa njia ambao watakayoendelesha nao safari. Lakini kwa sasa kisha kumaliza vipindi vyetu vya asubuhi, mimi mwenyewe nimezunguka na pikipiki yangu, na kama gisi unasema kwa sasa napatikana Mulongwe nikitokea Kamivira, ambapo barabara kwa sasa iko kimya. Kuna watu wanatembea kwa mguu, wengine wanajaa kando kando za barabara wakiendesha maongezi fulani na wadau wao, na pikipiki moja inaweza kuonekana ya wapasha habari ya majeshi ambao walichelewa na wengine, lakini abiria wanatembea na mguu hadi sasa. Tuko asubuhi ambapo jua inalamukia kuwa kali. Watu ambao walitoka masafari na kuamka katika mkasa huu wanatembea na mguu kutoka nafasi ambao usafiri uliwaacha kuelekea manyumbani. Hivi risasi zinasikilika sehemu mbalimbali, lakini hatujajua ni za nini. Kwa sasa Uvira hakuna uongozi ambao unaimarika, hakuna askari polisi, hakuna askari jeshi. Raia wanasubiri nini kitatokea. Ndiyo, asante kabisa. Na tuliona gavana wa jimbo pamoja na gavana makamo walisukuma mtangazaji mmoja anayehusika na habari, ndiye aliyesema kwa jina la wagavana. Sasa upande wa Kilibula gisi unavyosema kwamba jua ni kali, imeamka kabisa, na watu wanasimama nje ya manyumba wakitazama nini itakaofanyika. Ndio wa masasi kidogo ililia upande wa Kilibula, lakini kwa sasa hailie tena. Na kwa upande wako unaona, je, hali hii itakuwa kama jinsi ilivyokuwa kwa miezi iliyopita, majeshi wakitoka Bukavu kuelekea kukimbia kwenda Kalemi? Unaona hiyo hali inaweza rudilia au vipi? Hali haitafanana ile. Kwa siku ya jana hali ilifanana vile, lakini kwa nini nasema hali haitafanana hivyo? Wakati ya mwezi wa pili kulikuwa vikosi ambavyo vilikuwa vinatoka Bukavu, lakini uongozi wa sekta operationelle ambao ulikuwa hapa Uvira ulikaa hapa Uvira. Mapolisi walikaa kidogo kisha wakatimuka, na hiyo uongozi wa jeshi wa sekta operationelle ambao ulikuwa Uvira ndio ulijaribu kustabilize mwingine, kukanalize kwa barabara kubwa wale ambao walikuwa wanatoka upande wa Kivu ya kaskazini na huko Bukavu, wakanalize kwa barabara kuu mpaka kwenye bandari ya Kalundu ambapo walichukuaga meli na wakajielekeza. Sasa na uongozi wa manuspa ukabaki, hata kama wajimbo uliondoka mji, lakini kulionekana siku chache baadaye meya wa mji akifanya mitingi kwenye Monima, akifanya mitingi akisikilikana hata kwenye maredio akitia raia moyo. Tofauti na mwezi wa pili, hiyo wakati pia wazalendo waliingilia kati wakastabilize mwingine na mwingine ikarudi kuwa shwari, kisha wanajeshi waliokimbia mapambano huko Kivu ya kaskazini na Bukavu kuondoka kwenye mji wa Uvira ikarudi kuwa shwari, na hapo kazi zikaanza kurudi baadaye. Lakini hapa tofauti yenye iko, majeshi walitoka kwenye mapambano kama mwezi wa pili, walijielekeza sehemu ya bandari ya Kalundu na kuendelea kwenye njia ya huko Fizi. Uongozi hakuna hapa Uvira, na uongozi wa sekta ya operation ya Sokola de hapa Uvira hauko. Nimeongea mimi mwenyewe na msemaji wa sekta operationel ambaye amenikamilisha ya kwamba yeye na kamanda wa sekta operationel tayari wamekuwa huko Bujumbura na wakomanda region na wengine, ambapo wanasubiri kama ni safari ama wanasubiri nini hatujui. Ndio utofauti ulioko. Yani hapa ambaye anaweza kujitangaza kama yeye ni fulani ama ni fulani hatuwezi weza kukataa, kwani hakuna uongozi wowote wa serikali ambao unaimarika hapa. Tofauti na mwezi wa pili uliopita ambapo uongozi mdogo ulikuwa unasalia ambao ulijaribu kuleta hali ya stabilite kwa mwingine. Ndiyo, asante kabisa. Na imeonekana ya kwamba baada ya sisi kuchunguza sehemu ambapo tunakaa, ni kusema watu wanasubiria sasa wazalendo wachukue sasa uongozi wa jiji la Uvira na kuanza kusaka adui ambaye angali mbali. Kwa upande wako unaona wandugu zetu wazalendo kweli wanaweza kushika sasa kwa sasa serikali ya jiji la Uvira?
sivyo? Nadhani kila mtu ana mtazamo wake, lakini mtazamo wangu ni kwamba hata hao wazalendo wao ndo walikuwa wa kwanza kutoka kwenye shamba za mapambano. Ni tangu siku ya Mungu ndio walianza kutoka kwenye shamba za mapambano na kujielekeza mahali isipojulikana. Ingelikuwa itakuwa hivyo kama kuna nafasi ambapo tunajua wanaweka kambi ambao wanafanya reorganization na kusubiri maataki, na sidhani kama waliacha mingine midogo midogo ambayo kuna nafasi ambazo kunaweza kuendeshwa mapambano ili waje waifanye katika mji wa Uvira. Kwa sasa ambavyo gisi mimi naongea, tangu nazunguruka na pikipiki yangu hapa, sijaona na jeshi wa taifa na askari polisi na jeshi ya wazalendo haijaonekana kwenye barabara mpaka sasa. Asante sana upande wa Mlongwe, na ni kusema kwamba hapo sasa hawa wauni wa M23 wanaweza jiingiza, sababu hakuna jeshi, hakuna polisi, hakuna mzalendo. Kwa sasa mtu yeyote ikuwe hao wa M23 ikuwe wengine ambao wanaweza kuja kuteka mji wa Uvira, wanaweza kukuja, na hapa itakuwa kabisa bila resistance yoyote. Utakumbuka ya kwamba hao Watwirwaneho hata wenye wanakuwa kwenye milima kama wanakuwa na majeshi yao karibu. Kila mtu mwenye anataka kuvamia mji wa Uvira sasa anaweza kuvamia. Uko terre fertile kwa sasa kwa uvamizi wowote ule, kwani unabaki bila ukingo. Asante sana ndugu mtangazaji na mwandishi wa habari. Kwa sasa ninahitaji kuelekea Kalundu. Wanajeshi wangali wanajaa Kalundu kabisa. Hatujua wengine wanahitaji waanze kuchukua miguu kwa kuelekea upande wa Kivovo, labda wanaweza fika hapo Kigongo, na katika bahari ya Tanganyika pale Luanga maji ngali tu, sijue gisi itakuwa na raia kabisa angali anasumbuka kwa kuona hewa si nzuri. Government ya jimbo wote wamekimbia, iwe gavana makamo, iwe viongozi wa majeshi na vile vile viongozi wa polisi na maofisi mbalimbali. Hakuna kabisa Uvira. Tuko tunazunguruka kwa kukomalisha roho tu, lakini hewa si nzuri. Basi kwa kumalizia, ndugu, unaweza sema nini kwa sasa? Kwa kumalizia, ndugu mtangazaji, ni kwamba ombe raia kutia roho fasi moya, kukuwa na moyo wa resilience wa kuvumilia yote watakayotokea. Waliresiste na hiyo resistance haikuweza kuleta matunda ambayo walikuwa wanatarajia. Kwa hiyo kila mtu alifanya yote ambayo alikuwa anaweza kwa ngazi zake. Watangazaji walifanya yote ambao waliweza kwa ajili ya kuzuia hali zifiki. Kila tabaka ilifanya yote ambayo inaweza ili kuzuia hali, lakini haikuwezekana. Kwa sasa ni kuchukulia hali ambavyo ilivyoko na kusubiria mipango mingine. Tunashukuru sana. Tunajua kwamba masaa zingine tunaweza tena kurudilia kwa antene yetu ya Radio Television Ngyoku tariki 10 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Tuko kwenye jiji la Uvira, mahali ambapo kibaridi cha miujiza, ni kama vile mji hakuna tena viongozi. Tunasema asante kwa wandugu wote wanaotufuata en direct ni Radio Television Ngyoku.